Raila must go. Safi mtazamaji, hiyo ni video ya moja kwa moja kutoka upande wa Kisii. Watu hawamtaki baba Raila Amolo Odinga. Mtazamaji wangu, hii ni maajabu kwa sababu kwa mara ya kwanza Wakenya kumkataa baba Raila Amolo Odinga. Sana sana upande wa Kisii huko ni ngome yake ya kisiasa Raila Amolo Odinga, lakini anapigiwa kelele kwa sababu ya kuungana na William Samoei Ruto. Nilikwambia kwamba William Ruto alifanikiwa kumweka box Raila Odinga kwa sababu Raila Odinga sasa hivi watu ambao walikuwa wanampenda wataanza kupungua kwa sababu ya kuungana na serikali ya William Samoei Arap Ruto. Hii ni jambo ambalo Raila Odinga hajalizoea kwa muda mrefu sana, kwa sababu baba hata mpaka akapewa jina ya baba ni kwa sababu watu wanampenda, watu wamekuwa wakimpenda, wakimsikiza, wakiingia kwa mikutano yake bila hata kuwa mobilized. Lakini sasa hivi Raila Odinga baba mwenyewe anaenda kwa mkutano na anafukuzwa. Hii ni jambo ambalo halijawahi kutokea. Hii ni jambo ambalo ni mara ya kwanza kutokea kwa sababu ya Raila Odinga kutosikiza wananchi, kutowasikiza wafuasi wake, na akaamua kufanya maamuzi yake mwenyewe kuungana na William Samoei Arap Ruto. Na kuomba kwanza utazame hii video kutoka upande wa Kisii, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Raila must go. Getu ameharibu, getu ndo mnatufungia hapa. Hiyo geti imeharibiwa. Sasa unajua hapa wataharibu. Watu wataanza kutoka. Kio hapa watu wamekataa baba. Angalia huko. Hapa hivi Mtazamaji, hii ni ajabu kwa sababu kwa mara ya kwanza baba Raila Amolo Odinga kupigiwa kelele, kwa sababu tumemzoea Raila Odinga ni mtu ambaye amekuwa na following kubwa, mtu ambaye amekuwa anapendwa na watu wengi, mtu ambaye hatungetarajia kwamba siku moja baba Raila Amolo Odinga atakuja kupigiwa kelele, mtazamaji wangu, vile amefanyiwa siku hii ya leo upande wa Kisii. Lakini hii yote ni kwa sababu ya Raila Odinga kutosikiza vile watu wanataka na akaamua kumfuata William Samoei Ruto. Naamini kwamba kuna watu wengi ambao walimuadvise Raila Odinga, kina Edwin Sifuna wamekuwa kwa runinga ya Citizen kila asubuhi karibu kila wiki wakijaribu kusema kwamba hawawezi wakaingia ndani ya serikali ya William Ruto, na hata Sifuna kuna wakati alisema kwamba hata Raila Odinga akimsupport William Ruto 2027 Ruto ataenda nyumbani. Now, yes, you will respond. You will respond. The reason anybody goes to the ballot to re-elect a president is the things they have done for them at an individual level. How has he managed the affairs of the country? How has he managed the economy? Are Kenyans happier? Are Kenyans in a better place than when he took over? How is the state of health? How is the state of education? How is the state of our economy, Trevor? If you are telling me that you're going to re-elect Ruto because he gave Baba a lift from the hotel to the venue of the AUC election, there's something very wrong with you. There's people who are telling us that they will vote for Raila, for Ruto, to spite those two mamambogas who are singing that they were happy in Karatina. Two mamambogas at a market in Karatina who are singing and saying they're happy that Baba lost. Now people tell us we vote for Ruto to punish those people. What sort of sense is that? That is not common sense. It is absolute absurdity. I want to tell William Ruto that the only reason he will be re-elected, because everybody knows that even him pretending to front Raila, because Raila himself has told us that he did not ask Ruto to support him. And when he announced that he was going to run for this thing, it was of his own volition. He said it himself. If there is somebody lying to Ruto, because everybody knows this was supposed to be a ruse to try and come and blackmail, because he knows people love Baba. He knows people love Baba. So he comes and tells us, oh, I supported him, I helped him, I did this for him, and this and that, so that he blackmails Raila supporters emotionally, because we like when people do good things for Baba and when they honor him. But what has he done for us as a people? The people who are going to vote in this particular election will be asking those questions. Let me finish by saying that Ekuru has made a prediction here that there will be a referendum. Ekuru doesn't know how Ruto fears the people.
Ruto cannot dare to put a referendum question to the people of Kenya right now. And in fact, I said yesterday, it is an insult to Raila Odinga to tell him that you can bring a constitutional amendment to put a seat for Raila Odinga. Raila Odinga fought for this constitution not because it was going to create a seat for him. He wanted us to live in dignity. He wanted us to live in a country where we are free. So you cannot tell us that you will bring a referendum to do what? To support a constitutional change to give Raila a seat. As I've said, Raila is not idle. He has things to do. He is a father. He is a husband, he is a grandfather, he is a party leader, he is a leader of the opposition. So he has things to do, Trevor, he's not idle. And I've said it here myself previously, that when Raila wants something, he will use his own mouth to tell us. There are messages that are too important to send Ojienda. I am telling you, if Raila wants to support Ruto in 2027, he will not send Ojienda. For heaven's sake, that is a message too important to be left to Ojienda, or in fact any other person. He will tell us himself. And I am telling you, I will respect his decision. If he says he's going to support Ruto, I will respect that decision. But I am telling you, and I have said it, I will tell him, I've told him, that because as SG of ODM, I have a global view of the country. I get calls from Tana River. This guy does not know. If you ask him to tell me the chairperson of ODM in Tana River, Oscar Kaseme speaks to me and he tells me in Tana River, people are saying, even if you support Ruto, you will fail. I get calls from Kericho, from Turkana. You know, that is the reason why I am convicted, because these are not things I just come up within my head. I have a global view of the country. I have networks across the country. Okay. People tell me, I call my chairperson in Nyandarua and I ask him, were those two people who are singing in Karatina, do they reflect the view of the people in Nyandarua? And he says no. Okay. So Tom Ojienda oscillates between Muhoroni and Kondele. Kwa sababu watu sio wajinga, wanaona kabisa kwamba Raila Odinga ni kudanganywa, amedanganywa na William Ruto ili kuingia ndani ya serikali ya Kenya kwanza. So mtazamaji wangu, hivyo ndio mambo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya. Na upande wa Kisii, mtazamaji wangu, hii ni ngome yake ya kisiasa Raila Odinga. So ukiona wanamfukuza Raila Odinga, si jambo ambalo ni la kuchukulia tu kawaida, kwa sababu hii ni ngome ya kisiasa ya Raila Amolo Odinga. Kumbuka kwamba Kisii ni moja kati ya kaunti ambazo zimekuwa zikimsupport Raila Odinga kutoka 07, 2013, 2017, 2022 mpaka leo hii. Ukiona wameamua kumfanya Raila Odinga vile wanamfanya, inamaanisha kwamba ground sio kuzuri hata kidogo. Na wakati hata Raila Odinga alidanganya kwamba heti alipotoka Ethiopia alikuja kuuliza watu wanataka haende wapi, alidanganya kwa sababu hakuna mtu ambaye angemwadvise Raila Odinga aende kwa serikali isipokuwa tu viongozi, kwa sababu wanataka kufaidika kutokana na ODM kuingia ndani ya serikali. Lakini wananchi wa kawaida ambao wanapiga kura, na kuna mtu angemwadvise Raila Odinga support William Ruto 2027. So Raila Odinga alifanya makosa, na hii ni jambo ambalo hatalizoea kwa sababu yeye hajazoea kufukuzwa na Wakenya. Yeye amekuwa baba ya Wakenya, lakini sasa hivi mambo sio mazuri kwa sababu ameingia ndani ya serikali ya William Ruto. Ningependa nisikie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, na kuomba usiende mbali kwa sababu narejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.